niaba ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali naomba kuwasilisha ripoti ya mwenendo wa mfumuko wa bei kwa mwezi Machi 2026. Mfumuko wa bei wa Zanzibar ni kipimo kinachotumika kupimia mabadiliko ya bidhaa na huduma mbalimbali zinazokusanywa katika masoko ya mji wa Zanzibar. Mfumuko wa bei kwa kipindi cha miezi 12 hadi kufikia Machi 2026 umepungua na kufikia asilimia 4.93 kutoka asilimia 5.07 iliyorekodiwa katika mwezi wa Machi 2025. Kundi la chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi Machi 2026 limeongezeka na kufikia asilimia 9.91 ikilinganishwa na asilimia 6.95 iliyorekodiwa katika mwezi wa Machi 2025. Kwa ujumla, faharisi za bei nazo zimeongezeka na kufikia 120.65 kwa mwezi wa Machi 2026 ikilinganishwa na 114.99 ambayo iliyorekodiwa katika mwezi wa Machi 2025. Na hili ni jadwali letu ambalo linaonyesha mabadiliko ya faharisi za bei kwa mwezi Machi 2026. Kama tulivyoona kuna mabadiliko kwa mwaka na mwaka. Kuna mwezi wa Machi 2026 imeonyesha mfumuko wa bei umepungua ukilinganisha na Machi 2025 ambao Machi 2026 imekuwa ni 4.93, lakini ukiangalia Machi 2025 ilikuwa ni 5.07. Hivyo mfumuko wetu wa bei ukiangalia kwa mwaka umepungua na kufikia asilimia 4.93. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na zisizo za chakula kwa mwaka. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula wa mwaka unaoishia Machi 2026 umeongezeka na kufikia asilimia 10.08 ikilinganishwa na asilimia 6.37 iliyorekodiwa mwezi wa Machi 2025. Faharisi za bei za bidhaa za chakula kwa mwezi Machi 2026 zimeongezeka na kufikia 136.08 kutoka 123.62 iliyorekodiwa mwezi wa Machi 2025. Mfumuko wa bei wa bidhaa zisizo za chakula kwa mwaka umepungua na kufikia asilimia 0.94 kwa mwezi Machi 2026 ikilinganishwa na asilimia 4.09 iliyorekodiwa katika mwezi wa Machi 2025. Faharisi za bei za bidhaa zisizo za chakula nazo zimeongezeka na kufikia 110.14 kwa mwezi wa Machi 2026 ikilinganishwa na 109.11 iliyorekodiwa katika mwezi wa Machi 2025. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa bidhaa ni pamoja na mchele wa Mbeya ambao ilikuwa ni asilimia 7.87, unga wa sembe ambao umeongezeka kwa asilimia 7.24, mkate wa boflo umeongezeka kwa asilimia 3.79, mafuta ya kupikia aina ya sunflower yameongezeka kwa asilimia 1.25, ndizi ya mkono mmoja nayo imeongezeka kwa asilimia 61.45. Kama tunafahamu hichi ilikuwa ni kipindi cha Ramadhani, kwa kutakuwa na ongezeko la asilimia hiyo. Ndizi ya mtwike nayo imeongezeka kwa asilimia 20.08. Sukari nyekundu ambayo tunasema ni brown sugar imeongezeka kwa asilimia 0.94. Mafuta ya petroli kwa mwezi Machi yaliongezeka kwa asilimia 0.10. Na hili ni jadwali ambalo linaonyesha takwimu za bidhaa za chakula na zisizo za chakula kama ambavyo tumeongea. Kwa mwaka 2026 Machi umeongezeka na kufikia asilimia 10.08 ukilinganisha na mwaka uliopita mwezi kama wa Machi ilikuwa ni asilimia 6.37. Na hali kadhalika kwenye kundi la bidhaa zisizo za chakula hili limeonekana kupungua na kufikia asilimia 0.94 ikilinganishwa na ile ya Machi mwaka jana ambayo ilikuwa ni asilimia 4.09. Mfumuko wa bei kwa mwezi Machi 2026. Mfumuko wa bei wa mwezi Machi 2026 umepungua na kufikia asilimia 0.26 ikilinganishwa na asilimia 0.50 iliyorekodiwa mwezi wa Februari 2026. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi ulioishia Machi 2026 umeongezeka na kufikia asilimia 0.73 ikilinganishwa na asilimia hasi ambayo ilikuwa ni 0.03 iliyorekodiwa katika mwezi ulioishia Februari 2026. Bidhaa zilizopelekea kupungua kwa mfumuko wa bei wa mwezi ni pamoja na mchele wa mapembe ambao ulipungua kwa asilimia 1.19, samaki walipungua kwa asilimia 5.55,
Sukari nyekundu ambayo ni brown sugar kwa mwezi pia imepungua na kufikia 0.41, na gesi ya kupikia ambayo imeonekana kupungua na kufikia 0.